Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia riziki hii ya kufika fainali. Tumeisubiri kwa muda mrefu, lakini hatimaye Mwenyezi Mungu amekuja kuturuzuku. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi zaidi. Sisi kwetu Simba Sports Club tuna furaha kubwa kuona tumerejea tena kwenye fainali baada ya miaka 32 kupita. Mara ya mwisho kucheza fainali ni mwaka 93. Tumepambana kwa muda mrefu na hatimaye tumefanikiwa tena kurudi kwenye hatua ya fainali. Kila mwana Simba anastahili pongezi kwa hiki ambacho kimefanyika. Ushirikiano wa pamoja wa wana Simba ndio ambao umetupelekea kufikia mafanikio haya. Kwa kipekee kabisa tunampongeza na kumshukuru Rais wa klabu ya Simba na mwekezaji wa klabu ya Simba Mohamed Dewji. Yeye ndiye ambaye ametufikisha hapa. Ndoto aliyoiota miaka mingi ya kuifanya Simba iwe bingwa Afrika sasa inakwenda kufikiwa. Aliota ndoto hiyo, aliweka maono hayo, na sisi kazi yetu ikawa ni kufanya kazi, kuifanyia kazi ndoto hiyo. Amefanya hivyo na sasa tumekaribia kabisa kutimiza ndoto ya tajiri wetu. Lakini kwa kipekee kabisa tunawapongeza na kuwashukuru viongozi wote wa bodi ya ukurugenzi ya Simba, ikiwemo pamoja na mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye ni makamu mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi ya klabu ya Simba Murtaza Mangungu, kwa kazi kubwa ambayo wameifanya msimu huu. Hawajalala, hawajapumzika, wamevuja jasho kuhakikisha kwamba Simba tunafikia malengo haya. Sisi tuna kila sababu ya kujivunia kwa sababu hii ni hatua ambayo tumeisubiri kwa muda mrefu, ni hatua ambayo tumeipigania kwa muda mrefu, na hatimaye Simba amefika hatua ya fainali. Tunachoweza kusema ya kwamba kazi tumeimaliza, lakini hatujaikamilisha. Kukamilika kwa kazi hii ni Simba kuchukua ubingwa huu wa CAF Confederation mwaka 2025. Na hili niwaambie ndugu zangu wana Simba, hili linawezekana sana. Mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye katika mchezo wa fainali ni mpinzani ambaye kwanza tunamfahamu, lakini pili tunamheshimu, lakini tatu ni mpinzani ambaye tunaweza kabisa kumfunga na Simba tukachukua ubingwa. Kuanzia hivi sasa niwaambie wana Simba, turudi tena mapangoni, turudi tena machimboni, tuanze maandalizi ya kwenda kumfunga Berkane Nyama tuchukue ubingwa. Niseme tu ya kwamba Simba hatuko tayari kwa namna yeyote ile ubingwa wa kombe la Afrika ukachukuliwa ndani ya ardhi yetu, ukachukuliwa mbele ya watu wetu watakaokuja Benjamin Mkapa. Hilo hatuko tayari hata kidogo. Kwa hiyo tunaanza mikakati hivi sasa, maandalizi hivi sasa kwenda kuchukua ubingwa huu na tunabeba. Ahmed, ilikuwa nazungumza kwamba goli moja kulikuwa kuna margin ndogo sana ya Simba kwenda fainali, kwa sababu mko mnakwenda kumalizia ubingwa. Mmefanya kile ambacho baadhi ya watu hawakuamini kama mtaweza kufanya. Na kipi cha kuwaambia? Mwalimu Fadlu alitengeneza mpango mzuri. Na mpango wake wa kwanza ni kwamba tusifungwe goli la aina yoyote katika uwanja wetu wa nyumbani, kitu ambacho alikifanikiwa. Baada ya kupata ushindi wa bao moja kwa bila katika uwanja wa Amani pale Zanzibar, akaona ni ngumu kupata bao la pili, akasema sio shida, wacha nilinde goli hili moja, kwa sababu nikienda ugenini nina uwezo wa kulinda tena kwa dakika 90 nisiweze kufungwa bao jingine. Na hiyo ndio kawa mpango kazi, na mpango kazi umekwenda vizuri. Goli moja la Jean Charles Ahoua ndilo ambalo limetupeleka fainali. Kama wao goli lao moja liliweza kuavua ubingwa Zamalek, na sisi goli hilo moja limetupeleka fainali. Kimsingi tu ni kwamba mwiba umeingilia ulipotokea. Wao walifuzu kwenda fainali kwa goli moja, na sisi tumewatoa kwenda fainali kwa goli moja. Ilikuwa Ahmed, kwa faida sisi ambao tumechelewa kidogo hapa, kwa nyinyi kama hali kubwa, timu ya mpira wa miguu yoyote inaposhiriki mashindano inataka kufika hatua ya fainali na kuchukua ubingwa wenyewe. Na kwa ukubwa wa Simba tuliweka wazi kwamba imetosha sasa kujivunia robo fainali, imetosha sasa kujivunia kushika nafasi ya 7, nafasi ya 8. Sasa tunatakiwa kwenda mbali zaidi na kwenda mbele zaidi. Mbele ya fainali ni wapi?
mbele ya robo finali ni wapi? Ni kwenye ubingwa wenyewe. Na timu yetu ni kongwe barani Afrika, ina miaka mingi barani Afrika. Kwa nini tuendelee kuishia njiani? Kwa nini tuendelee kukwama? Kwa hiyo kama viongozi tunaona fahari kubwa kuona ya kwamba tumetimiza moja kati ya malengo yetu ya kucheza finali, na ndio maana nimesema ya kwamba kazi tumeimaliza, lakini hatujaikamilisha. Kuikamilisha kazi hii ya 2025 ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Mzani umebalance sasa. Mzani gani? Vile ambavyo mlikuwa mnaambiwa kwamba ili kufikia level yao kwenye kombe la shirikisho na nyinyi mtakuwa kuingia finali na mpate medali. Na miaka yote tunapoizungumzia finali, wana Simba tulikuwa tunaweka wazi ya kwamba tunataka kuifikia rekodi yetu ya mwaka 93. Sisi ndio tumesimamia hapa. Na hii kwetu sisi inakuwa ni finali ya pili ya michuano ya CAF. Kwa hiyo mzani tulio balance ni mzani wetu sisi wenyewe wa mwaka 93. Rekodi tulioifikia ni rekodi yetu sisi wenyewe ya mwaka 93. Lakini tukasema inatosha sasa. Hatuwezi kuendelea kujivunia rekodi ya mwaka 93. Wengi wenu mlikuwa hamjazaliwa na ndio maana hamtuelewi. Sasa acheni tukaandike rekodi nyingine mpya ya zama hizi na kizazi hiki, ili nyie wote muwe mashahidi ya kwamba Simba amefika finali, amecheza finali. Kwa hiyo tume balance mizani yetu sisi wenyewe. Tulicheza finali mwaka 93, tumecheza finali mwaka 2025. Ahmed, ukiacha mashabiki ambao walikuja kutoka support kule Afrika Kusini mlisimamiza, lakini kuna mashabiki ambao walijitokeza pale za Kiembe na mpaka CAF wamepost. Kuzungumzana nao, nini kauli yako? Tumeendelea kuwa na mvuto mkubwa sana kwenye mpira wa miguu barani Afrika. Tumekuwa na matukio ambayo yanavutia ya ndani na nje ya uwanja. Hata ukiangalia jana pale katika uwanja wa Moses Mabida, sisi Simba tulikuwa wengi zaidi kuliko wapinzani wetu. Lakini kama haitoshi, hapa nyumbani katika viwanja vya Mbagala za KM kulikuwa kuna shangwe la kutosha, mashabiki wa kutosha ambao walikaa pamoja kuiangalia Simba yao. Kwa sisi kwenye upande wa mashabiki ama upande wa washabiki tumeendelea kufanya vizuri, na hiyo ni cha mtoto Isaya Dede. Kwenye finali ndio tutafanya kufuru kubwa. Mji mzima ama nchi nzima watu wataangalia finali barabara. Na kombe linaleta sana. Amen. Na kombe linatua Tanzania. Yes, tunachotaka ni kulibakisha kombe Tanzania. Hatuko tayari kwa namna yeyote ile. Finali inachezwa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Finali inamalizikia mbele ya mashabiki wetu 60,000 watakaokuja Benjamin Mkapa. Katika ardhi hii ya Mama Samia, kombe la CAF liko pale, alafu tuliache liondoke na Mwarabu. Hiki ndio kitu ambacho hatutaki kukiona kinatokea kwa namna yeyote ile. Kwa ufupi ni kwamba hatutaki kuvuliwa taulo ukweni. Kwenda kupambana kadri inavyowezekana, kombe libaki hapa Tanzania. Ile mchezo wa kwanza sasa, semaji wa CAF kama umeratibisha rasmi. Uliona mbali? Semaji la finali ya CAF. Imeongezeka nyingine. Maswali mengine tafadhali. Semaji, moja ya timu ambayo sasa hivi Tanzania timu pekee ambayo inashiriki ambayo ni mapema mno kuzungumzia yote hayo, lakini sisi akili yetu hivi sasa imejikita zaidi kwenye tarehe 17 na tarehe 25. Labda uje uniulize hilo swali tarehe 26, baada ya kuwa kwanza tumeshachukua ubingwa wa Afrika, ndio tutaanza kuangalia na makombe mengine. Lakini hapa tunaangalia uwezekano, kama ambavyo amesema mwenyekiti wetu jana, tunaangalia uwezekano wa kwenda Pemba, kwenda kushiriki kombe la Muungano. Unafuatilia Muungano kumbe? Sifuatilii. Imeanza kwa sauzi. Imeanza yuko sawa, lakini tunaangalia uwezekano na sisi kwenda Pemba kushiriki kombe la Mapinduzi. Hapo ndio finali sasa. Yes, na sisi tuanzie finali, twende finali kwa sababu sisi tumezoea kufika finali. Yes. Nani sasa, wa Azam au upande wa Yanga? Waandaaji ndio watakaoamua. Au kama wanaweza bana, kwa kuwa nyinyi ni na finali ya CAF, basi automatic mje mcheze finali kwenye nani? Kwenye Muungano, sisi tuko tayari. Na nyinyi ndio mabingwa watetezi wa Muungano. Exactly. Jana lazima lazima mtu uone mbali.
Ubingwa wa Afrika na uona kabisa. Ubingwa wa Afrika na uona kabisa. Berkane ni aina ya mpinzani ambaye tunamudu kwa 100%. Sasa kama ubingwa wa Afrika na uona, kwa nini nisianze kufikiria Super Cup dhidi ya Mamelodi Sundowns hapo Abu Dhabi? Shampa ubingwa wa Mamelodi na whatever, awe Mamelodi, awe Pyramids, lakini mimi naiona Simba ikicheza Super Cup Abu Dhabi au Qatar au Dubai. Bwana Ahmed, jana kulikuwa na clip ya ngoma. Tuma. Ilikuwa inawauma. Kimsingi tumekata ngebe. Hilo ndo jambo la msingi ambalo tunapaswa kujua. Tumekata ngebe. Na msimu huu nadhani katika misimu ambayo tulidharaulika sana ni pamoja na msimu huu. Ndio maana unaweza kumuona hata Ngoma alifikia kusema vile, na kila mtu anaweza kusema anachoweza kusema. Msimu huu wakati tunamleta Fadlu, kibeki zilianza kwamba wamechukua kocha wa kawaida, wamechukua kocha msaidizi, hana uzoefu, kocha ameshusha timu sijui ligi, sio fanya maneno yakawa mengi. Sisi tukanyamaza tu. Tukaanza kushiriki michuano ya CAF. Mpinzani wa kwanza alikuwa ni Al Ahly Tripoli. Wakasema Simba mwaka huu haendi makundi, Al Ahly Tripoli ana mabululu sijui ana nani, Simba shughuli yake imeishia hapa. Tukamtandika Al Ahly Tripoli bao 3-1 safi kabisa, nyama akaenda zake group stage. Group stage tukapangiwa Waarabu wawili na Msauzi Kusini mmoja. Wakasema wakapanga kabisa wenyewe kwamba wa kwanza Constantine, wa pili Sfaxien, wa tatu Bravo. Simba tajiangalia sehemu ya kujiweka hapo. Katika hali ya kushangaza, mnyama ndo tukaenda kuongoza hilo kundi ambalo wao walituweka sisi watatu ama wanne. Pap tukaangukia kwa Farao Misri. Wakasema sasa hapa ndio anakwenda kuishi kwenye jina lake la siku zote la mwaka robo. Tukaenda tukapambana naye Al Masry, tukamtandika bao tukamtoa kwa penati bao 4-1. Tukaangukia kwa Stellenbosch. Wakasema tena Stellenbosch kamtoa Zamalek, Simba ni nani anaondolewa. Stellenbosch tumemtandika goli 1-0, nyama ameingia finali. Kwa hiyo kila ambapo walikuwa wanatusubiri tudondoke, kila ambapo walikuwa wanatamani Simba ianguke, tumewa surprise na tumekwenda hatua ya juu zaidi. Kwa hiyo mafanikio hayo lazima sisi tujivunie, lazima tujitambie nayo. Lakini vile vile wao walidhani kwamba finali ya CAF ni kitu kigumu kwa Simba Sports Club, kwa sababu wao walipita kwa ndondokela wakakutana na maiti mpaka wakafika finali. Wakafikiri na kwa Simba pengine ingekuwa ngumu. Simba ni timu ya kitaalamu baba. Tumetoboa tena kwenye njia ngumu ya mateso kweli kweli. Tumefika zetu finali. Na hapa finali hatuishii hapa, tunaangalia ubingwa wenyewe. So, Ahmed, swali la mwisho labda. Mpaka sasa hivi East Africa Simba imeingia finali mara. Kweli ni wachoyo na hatutaki kumfundisha mtu yote, na tungependa kuona timu zote zinaishia pabaya kila siku. Endelea kuwatazama. Exactly.